Bana captain, kwema mambo vipi? Safi ndugu yangu. Tuko poa, tuko fresh, safi ama. Bana captain, tumeona makundi. Yanga kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa, pia tumemwona Simba mpinzani wako kwenye hatua. Unaonaje makundi haya kwa upande wako? Makundi nimeyaona sio makundi mepesi. Ni makundi ambayo ni mazito, lakini inategemea na wewe umejiandaaje. Lakini kwetu sisi, mimi imani yangu kubwa inanituma kwamba maandalizi tuliokuwa nayo ni makubwa. Tunaamini mwalimu tuliokuwa naye, japokuwa tulikuwa tumechelewa, lakini hatukuchelewa sana. Mwalimu atakwenda kufanya kazi yake, na tuweza kuona pale KMC namna ambavyo mwalimu mzuri utamuona kwenye njia zake anazopita, mifumo yake anayopita. Kwa kwangu mimi, kwa mifumo na njia alizofanya pale KMC zilinipa imani kubwa sana ya kuamini mwalimu huyu anatuvusha kwenye kuelekea kwenye nafasi kubwa sana. Kwa kwangu mimi na imani naye sana mwalimu, na pia wachezaji tunao wa kutosha wazuri. Usajili ni bora sana na usajili mkubwa. Kwa hiyo tuna imani kabisa benchi la ufundi litafanya kazi yake, kwa sababu tayari kuna mwalimu ameongezeka, walimu wamekuwa wawili. Tutakwenda kushuhudia burudani sana. Sawa, kwenye kundi lako pale tunamwona kuna Al Ahly pale, bingwa national. Watu wanasema kwenye kundi hili Yanga pale tayari safari umeiaga. Yaani wanakuambia upate hata pointi kwa kundi lile wa Arabu. Hao wanasema kwa sababu kila mtu anaweza akazungumza la kwake kwa sababu ya mtazamo ambao anauona yeye. Lakini kwangu mimi ninajiona nikienda kuwa naingia robo final na national. Yes, hao wengine nawaacha hao nyuma hao. Michezo nawaacha nyuma hao. Mimi nakwenda robo finali. Uhakika, kwa sababu na nini? Ninayo. Mwarabu ni mtu wa kawaida, kwa sababu Mwarabu mimi nimemfunga sana shehe. Mwarabu mimi katika watu ambao password za Kiarabu wanazo ni mimi hapa. Nazo. Nazo. Mimi password ya Mwarabu ninayo. Yaani nikwambie, miongoni mwa password ambayo tunayo ni pamoja na password ya kumfunga Simba. Ile password ndio inakwenda kutumika kwenye password za Kiarabu. Password za Kiarabu kuna ile moja nilikupeni inaitwa idha faqdal mariha falyashrabu national ari fi jibusti. Yaani ile maana yake unakwenda kukutana na Mwarabu, unamfunga Mwarabu. Si umeelewa? Unakwenda kukutana na huyo Mwarabu mwingine. Si umeelewa? Unampiga. Si umeelewa? Ni kipigo. Kwa hiyo ndo maana sisi tunakwenda kuwa kama Waarabu. Umeelewa? Kwa hiyo ni kundi la Waarabu watupu. Ndo maana nikakwambia idha faqadhal mariha faryashrabu jibusti. Ina maana nakwenda kuwapiga kama na kunywa jibusti. Umeelewa? Si umeelewa? National Ahli. Umeelewa? National Ahli falabati. Huyo National Ahli nampiga kwa staili hiyo. Umeelewa? Lakini falabati napiga kama ninavyosema, adribu fil asiha kama Simba fi tarehe 16. Yaani nakwenda kumpiga Farabati kichwani kama unavyosikia napiga kichwani. Nampiga kichwani kama nilivyompiga Simba 16. Ndio mule. Captain, ukienda kwenye kundi la mpinzani mwenzako Simba Sport Club, unaona wanachekelea sasa, wanasema kama kundi rahisi tayari wanaiona robo finali. Michezo miongoni mwa timu ambayo nikienda hatua robo finali Simba. Captain, kundi rahisi tena kundi ambalo ni gumu kama hilo kundi. Una experience ya Tunisia. Timu ambayo imedominate position yake ya michuano ya klabu bingwa kwa muda mrefu. Wamekaa kwenye hii michuano kwa muda mrefu sana. Wako kwenye nafasi nzuri, wana timu nzuri. Si umeelewa? Unazungumzia Petro ambao wako kwenye fomu kwa muda mrefu. Umeelewa vizuri? Hasa wewe ambaye umeshuka, umekwenda shirikisho, umerudi, umeshuka, umerudi. Mgeni kwenye michuano msimu huu. Uwanja wa nyumbani umeshindwa kutumia. Asikwambie mtu. Miongoni mwa faida kubwa ambazo zinapatikana ni pamoja na kuwa na matumizi makubwa kwenye uwanja wa nyumbani. Umeelewa? Hasa timu yako mbovu umeshindwa kumfunga mpaka usingizini kwenye uwanja wa nyumbani. Utakuja kumfunga wewe nani? Experience ya Tunisia. Utakuja kumfunga Petro. Wasidanganyane hawa. Wanajitahidi sana kujiweka kwenye uzuri ambao hawana. Wewe uwanja wa nyumbani umeshindwa kufanya chochote. Dar es Salaam Africans kwenye uwanja wa nyumbani namtia mtu chuma 2 dakika 45 za kwanza. Namtia mtu kwa ugenini. Yaani mimi nina matumizi mazuri kwenye viwanja vya nyumbani na ugenini. Mimi nakwenda kucheza ugenini namfunga mtu chuma 3. Nakuja nyumbani namtia mtu chuma 2. Nakwenda ugenini napoteza. Umeelewa? Narudi nyumbani namtia mtu chuma. Wewe umefanya nini nyumbani? Hakuna kitu.
Kwa hiyo wewe mimi nakuona ni mtu ambaye umefeli. Waarabu wanasema baba Mansura, yani simuone Simba akichukua chochote, ni mtu ambaye anakwenda kufeli. Ndio. Sawa sawa. Kapteni, kwa upande wa ubingwa mnaona msimu huu ubingwa kweli mnachukua? Tuchukue. Kwa nini tuchukue? Nia tunayo michezo. Nia tunayo ya kuweza kuchukua ubingwa. Na hapa ndo tutakapokwenda kuonyesha ukubwa wetu kwenye michuano hii. Kafu wametuweka na Waarabu watupu, sisi wote Waarabu. Si umeelewa? Ni kutaka kuona, unajua uwezi kuwa mkombozi wa soka la Afrika kama hauja washughulikia Waarabu. Nakwambia kweli kabisa. Yaani hao Waarabu ndo watawala wa soka la Afrika. Ukimwangalia Mwarabu unaweza ukajiuliza, hivi kweli huyu ni mtu mwenye asili ya Afrika kweli huyu? Kwa hiyo huyu ni mtawala ambaye amekuja kutawala soka la Afrika ambalo kwake yeye sio asili yake. Kwa hiyo mimi mwenye asili ya soka la Afrika na mwenye jina zuri lenye asili ya Afrika, Dar es Salaam Young Africans, vijana wa Afrika, mimi ndo natakiwa niende nikawe mkombozi wa soka la Afrika, nilirudishe kwenye mikono ya Waafrika weusi. Kwa mimi natakiwa nimshindue National. Nikimpiga nje ndani, na maana kwanza pale kwenye kiti namwambia ondoka, nakaa mimi pale pap. Baada ya hapo na kwenda kuingia hatua robo finali. Mimi safari hii nikiingia robo finali, michezo sio tena Yanga yule ambaye alifanywa dhuluma na Mamelodi kule kwao. Yanga hii na rais vilabu vyote barani Afrika, huwezi kumfanyia dhuluma yuko pale rais, utakosa hela wewe. Kama Simba wanasema kwenye hatua kama hizi sasa muangalie Simba jinsi anavyocheza katika michuano hii, wanasema mjifunze sana kwa Simba Sport Club. Sisi jifunza chochote kutoka kwa Simba kwa sababu wao ndio wanatakiwa wajifunze kwetu sisi. Jifunze kwa nini? Kitu ambacho wanatakiwa wajifunze kwanza ni matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani. Si umeelewa? Wajifunze kudominate, kuishi kwenye position yao kwa muda mrefu. Dar es Salaam Africans ndio timu ambayo tangu tumeingia makundi, kwamba Dar es Salaam Africans ndio timu ambayo imekaa kwenye position yake kwa muda wa miaka 3 mfululizo bila kuteteleka, na yote ni kwa sababu ya kuwa na uongozi uliokuwa bora, mwekezaji GSM aliyekuwa bora. Tumeweza kufanikiwa kutoka kwenye michuano ya shirikisho ambako tulikuwa sisi tumeingia finali na kuja klabu bingwa ambako tumekaa klabu bingwa huku mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe tuko kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa. Sisi ndo timu ambayo tunaiwakilisha nchi tukiwa nafasi ya kwanza na tuna ubingwa wa NBC ndani. Ni mwakilishi ambaye ni halali. Achana na hao ambao wamekuja huku kwa sababu yetu sisi. Kwa sababu yani kuja kwao huku klabu bingwa ni kwa sababu ya Dar es Salaam Africans kuwa bingwa. Kumbe nyinyi kuwa bingwa ndo Simba nao wamekuja. Ndio. Na kitu kingine, kama Light CAF wangeamua kufanya mabadiliko ya sheria kwamba aliyechukua kikombe ndo anatakiwa kuwakilisha kwenye michuano ya klabu bingwa, ina maana hata wao saizi wasingekuwa huko. Si umeelewa? Wasingekuwa kwenye position hii kwa sababu ni watu ambao wamefeli kwenye michuano ya ndani. Si umeelewa? Kwa hiyo Dar es Salaam Africans sisi ndo watu ambao tumefanikiwa kukaa sana huku kwenye michuano ya klabu bingwa mara 3 mfululizo, tupo kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo wao ni wageni kwetu sisi kwa sababu wamekuja juzi. Juzi wameingia juzi hapa. Hawakuwa huko, walikuwa shirikisho huko. Kwa hiyo wamekuja huku kwetu sisi. Kwa hiyo wapunguze kamdomo. Unakuta mtu anavimba mashavu anakuambia Yanga jifunze kwa Simba, si michuano ya kimataifa. Ujifunze nini wewe, umeshuka umekwenda shirikisho? Michuano hii kama kuingia robo kawaida tu na uhakika nyinyi, lakini hapo wanaona kama wana kuingia robo michuano gani? Sio hii sasa shirikisho huko wakaingie. Lakini huku umetukuta sisi majabari wakubwa. Kuna vitu vingine sio vya kupinga. Dar es Salaam Africans ndio mkubwa kwenye nchi hii kwa vikombe vingi, kwa kumfunga Simba mara nyingi. Usifananishe na hivi vitoto vidogo vinyinginya hivi. Uje kaje kuifananisha labda na Azam, kwamba Yanga anakwenda Zanzibar na Azam anakwenda Zanzibar na Singida anakwenda Zanzibar. Sawa? Kila mtu ana utaratibu wake. Mimi nipo klabu bingwa, Azam uko shirikisho, Singida uko shirikisho. Waache waende. Sio, umeelewa? Lakini mimi niko kwenye position yangu kama bingwa wa nchi, ambaye kwanza Dar es Salaam Africans muasisi wa jengo letu hili ambalo unaona tunatamba sisi hapa Karume Zanzibar. Kwa hiyo kule tuko nyumbani na tuko kwenye mikono salama. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga, andaa nauli yako, andaa pesa yako, twende tukaujaze uwanja wa Amani. Yanga ni ya kwetu, furaha ni ya kwetu, tunakwenda kufurahi pale na tutakwenda kuwashangaza wengi katika uwanja wa Amani. Tunamaliza vipi? Namna kumaliza ni kama vile tu, kwa wewe mwanachama ambaye bado hujalipia ada yako, lipia ada yako. Furaha yako ni Yanga yako. Kwa hiyo ukilipia ada yako, naamini moja kwa moja
umeenda kuitendea haki nafsi yako, kwenda kukilipia kitu ambacho unachokipenda. Na wewe ambaye unaipenda Yanga bado hujapata kadi yako, ni vyema sasa ukaitendea haki nafsi yako, ukaitendea haki furaha yako kwa kulipia ada ili kuichangia klabu iendelee kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa sababu ada yako wewe ni kitu kikubwa sana kwetu sisi ambacho kitakwenda kusaidia vitu mbalimbali kwenye klabu yetu. Tumeona taarifa Young African wametoa kuhusiana na mchezaji wa Young African Clement Mzize. Bana, hatimaye mchezaji imesemekana kwamba ana injury. Anatakiwa pia atibiwe ili akae sawa. Kwa upande wako unalizungumziaje? Ya, ni kweli Clement Mzize ana injury, anatakiwa kufanywa matibabu. Nafikiri wiki 8, nafikiri wamesema 8 mpaka 10 atakuwa kwenye sehemu ya matibabu. Nimesikitika sana, nimesikitika. Yes, na imani Mungu atamfanyia wepesi. Tunamwombea sana. Tunamwombea. Hapo mengi alikuwa anazungumzwa kuhusiana na hili captain, maana mchezaji watu walikuwa wasema muuzeni Clement, muuzeni, lakini hatimaye sasa hivi injury pale, mnaona kama klabu mnapata hasara hivi kutokana na injury yake, kukaa nje muda mrefu mpaka aje kurecover. Ni kweli, na hili ndugu yangu michezo nitumie nafasi kusema na wachezaji. Wachezaji hawa mnapoipokea mishahara yenu, mnapopata fedha nyingi kutoka kwenye hivi virabu, nendeni kwa mababu zenu mkajiweke sawa. Msikae tu. Babu tena. Nendeni mkajiweke sawa. Michezo, serious nakwambia. Kwa sababu kuna watu roho zinawauma. Clement Mzize anaibuka kuwa mwiba pale Benjamin Mkapa. Anamtia mtu chuma dakika sijui ngapi huko, mtu anakufa goli 2. Mwali yuko pale mezani NBC. Clement Mzize anawaweka chuma ya mwisho wa kuwakatisha na kuwavunja moyo. Wanaanza kututafutia sababu auzwe, mali sio yako. Unamwona mpaka msemaji Ahmed Ally anashukuru Mungu, alhamdulillah, kazi tuliyoifanya imekwisha. Kumbe kazi alijua kwamba ameuzwa, kumbe yupo. Lakini baada ya watu kushindwa sasa kukampeni Clement Mzize aondoke, wakaangalia sasa ni njia gani wanaweza wakaifanya, wamtie misumari. Ile misumari ile, mimi nakwambia ile misumari ile. Kuna wachezaji wako hawa, mimi taarifa nyingi ninazipata. Wako wachezaji wawili, kuna Prince Dube, kuna Clement Mzize. Hawa watu wamepigwa misumari kwa sababu wanaonekana ni watu watakuja kuwa hatari. Ndio. Kwa sababu wanaona wakizishika hizi namba hizi. Unajua mtu ambaye wamemshindwa ni Pacome. Pacome unajua kule kwao kuna wazee wengi. Huwezi kumgusa hivi hivi. Kwa Pacome amejizatiti. So na ni swala la muda. Hapana, wameshamshindwa sana. Pacome wameshawahi kutumia mpaka watu wengi hivi viburudisho hivi. Pacome akitoka kwenda kwenye mambo yake ya kuburudika, wanatumia viburudisho kwa lengo la kumnasa, lakini wamechemka. Pacome upenyezi sumu yote, wamechemka. Lakini hawa wengine wanaamua watumie njia za kishirikina kuhakikisha wanawaweka kwenye mambo ambayo sio. Kwa hii ni misumari. Na ndio kitu ambacho wanakifanya sasa hivi. Ndio mbinu ambazo wanataka kuzitumia kuhakikisha sisi wanatudhoofisha. Kwa mimi naamini Clement Mzize pamoja na madaktari kufanya kazi yao, wafanye kazi yao. Lakini baada ya hapo kuna kila sababu kubwa mno ya Clement aende akajitafakari, arudi Iringa, akajiweke sawa. Akajiweke sawa. Watu wanamuinda sana hawa. Wanamuinda sana kwa sababu tayari wameshampiga Prince Dube. Na lengo ni kutaka ubingwa msimu huu. Ili wana Yanga tunatakiwa tuamke. Bwana Yanga, popote ulipo, kama una uwezo wewe hapo ulipo wa kuhakikisha unaweza ukafanya hata dua Mwenyezi Mungu awanusuru wachezaji wetu, hebu lifanye kwa ukubwa zaidi. Utakuwa umeiokoa nafsi, utakuwa umeiokoa burudani yako. Kwa kwangu mimi naamini hawa watu wako kwenye vita kali mno. Wako kwenye vita kubwa mno. Yes. Nashukuru sana. Haya, asante sana.